kwa sababu ni sikukuu ya mwaka. Tuwe na Biblia zetu, tufungue katika Matendo ya Mitume sura ya 2. Kwa nini tunasherehekea sikukuu hii ya Pentekoste? Na hatutakuwa na mambo mengi sana, tumefundisha kwa wiki nzima. Matendo ya Mitume mlango wa 2 kuanzia mstari wa kwanza. Biblia inasema, hata ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuwako wote mahali pamoja. Kukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Kukawatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Na walikuwako Yerusalemu Wayahudi wakikaa, watu wataua, watu wa kila taifa chini ya mbingu. Basi sauti hii iliposikiwa, makutano walikutanika, wakashikwa na fadhaa, kwa kuwa kila mmoja aliwasikia wakisema kwa lugha yake mwenyewe. Wakashangaa wote, wakastaajabu, wakiambiana, tazama, hawa wote wanenao ni wa Galilaya? Si wa Galilaya? Imekuwaje basi sisi kusikia kila mtu lugha yetu tuliyozaliwa nayo? Wapathi na Wamedi na Wamalami, nao wakaao Mesopotamia, Uyahudi, Kapotika, Ponto na Asia, Figia na Pamfilia, Misri na Pando na Libya karibu na Kirene na wageni na Wakrete na Waarabu. Na Waarabu tunawapasikia hawa wakisema kwa lugha zetu matendo makuu ya Mungu. Amina. Wakashangaa wote, wakaingiwa na shaka, wakiambiana, maana yake nini mambo haya? Wengine walidhihaki wakisema, wamelewa kwa mvinyo mpya. Lakini Petro akasimama pamoja na wale 11, akapaza sauti yake akawaambia, enyi watu wa Uyahudi na ninyi nyote mkaao Yerusalemu, lijueni jambo hili, mkasikilize maneno yangu. Sivyo mnavyodhani, watu hawa hawakulewa, kwa maana ni saa 3 ya mchana. Lakini jambo hili ni lile lililonenwa kwa kinywa cha nabii Yoeli, itakuwa siku za mwisho, asema Bwana Mungu, nitawamwagia watu wote roho yangu, na wana wenu na binti zenu watatabiri, na vijana wenu wataona maono, na wazee wenu wataota ndoto. Naam, na siku zile nitawamwagia watumishi wangu wanaume na wanawake roho yangu, nao watatabiri. Nami nitatoa ajabu katika mbingu juu na ishara katika nchi chini, damu na moto na mvuke wa moshi. Jua litageuka kuwa giza na mwezi kuwa damu, kabla ya kuja ile siku ya Bwana iliyokuu na iliyo dhahiri. Na itakuwa kila atakayeliitia jina la Bwana ataokoka. Amina. 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 Na tukae. Asante sana. Kwanza nianze kumshukuru sana Bwana Yesu kwa kutupatia nafasi ya kuwa na wiki 2 za uamsho katika kanisa, na yeye ni mwaminifu kama nilivyowaambia kwamba tutajazwa tu. Yesu anapenda watu walio na kiu, na kwa kweli kibinadamu nina sababu zote za kuwapongeza watu, hasa wale ambao kuanzia day 1, yani tulipoanza maombi, hawakuacha mpaka
mwisho. Najua kuna wengine kazi zao zimewaathiri, wengine wamesafiri na kadhalika, lakini kwa jumla kumekuwa na mwitikio wa aina yake. Naomba tumpigie Bwana Yesu kwa ajili ya utumishi huo. Nichukue nafasi hii pia kumshukuru sana Roho Mtakatifu kwa sababu ndiye ametufunulia kujifunza kuhusu yeye, kuhusu Yesu, kuhusu Mungu Baba na neno lake. Hivyo tuna sababu zote za kumshangilia Roho wa Yesu. Pigia Yesu makofi. Amen. Msifikiri tunaongea siasa. Kwa kweli mimi nikiongea juu ya Roho Mtakatifu ninamwona yuko hapa. Kwa hiyo tunapaswa tuwe na discipline kubwa sana. Yaani Roho Mtakatifu yuko na sisi kabisa. Tunatembea naye kwa sababu ni pumzi ya Mungu. Mungu asifiwe sana. Na anatutendea mambo ya ajabu. Ndugu zangu, nimefundisha, sisemi mengi, lakini kwa sehemu ni mengi kwa sababu nimepitia mambo kadhaa kutoka katika text yetu ambayo tulisoma. Ni Wakorinto wa kwanza sura ya 2 mstari wa ngapi jamani? 4 mpaka wa ngapi? Mpaka wa 12. Ndugu zangu, leo ni siku ya Pentekoste dunia nzima. Leo Jumapili ndio siku yetu ya Pentekoste. Niliwaambia siku ile ya Jumapili kwamba ukichunguza, ukisoma katika Kutoka sura ya 19 mstari wa kwanza, inasema mwezi wa 3. Lakini mwezi wa 3 sio kwa maana ya miezi mitatu ya siku 30. Yaani ilipoingia mwezi uwe wa 3 wakawa wamefika Sinai. Na hatujui hapa kabla ya kupanda pale Sinai walikuwa wamefika eneo la Sinai muda gani. Ndio nikasema hivi, Mungu anafanya mambo kinabii sana. Hizo unajua siku 50 zinapelea kama siku 10 ilikuwa siku 60. Sasa ukihesabu inawezekana ni mwanzo wa mwezi wa 3, sio mwisho wa mwezi wa 3. Inawezekana ni mwanzo wa mwezi wa 3. Kwa hiyo ni kama hizo siku zinazokaribiana na 50. Mungu alifanya kinabii kabisa bila wao kujua, kwenda kutimiza haya ambayo yametabiriwa mahali hapa. Amina. Sasa naomba niseme je, kuna umuhimu wa sisi kujifunza juu ya Pentekoste sisi kama kanisa, na hasa kanisa la Kipentekoste? Kuna umuhimu. Sisi wa Pentekoste, acha niseme sisi wa Pentekoste. Sijui kama niliwahi kuwaeleza kwa nini tunaitwa wa Pentekoste. Niliwahi kuambia? Mmesahau? Basi naomba niwakumbushe, kwa kuwa mimi ninasimama pamoja na Roho Mtakatifu ambaye anatukumbusha. Tulisema hivi, neno wa Kristo, hatujajiita sisi kanisa. Wa Kristo tuliitwa na watu wa mataifa waliotuchukia, Wayahudi. Mwanzoni sisi tulikuwa tunaitwa katika Biblia watu wa njia ile. Njia ile nayo ilitokana na mahubiri. Tulikuwa tunahubiri Yesu ndiyo njia, kweli na uzima. Nazungumzia mitume kabisa, kanisa la mwanzo kabisa, walikuwa wanaitwa watu wa njia ile. Walipofika Antiokia, wakawa wanasema hivi, Yesu ni Kristo. Yesu ni Kristo, yaani Yesu ni mpakwa mafuta wa Mungu, ni Masihi. Kwa hiyo mkazo mkubwa ukawa hivyo. Mwisho watu kwa ajili ya kuwakashifu wakawaita watu gani? Wakawaita Wakristo. Na sisi huwaga hatuna shida wakituita Wakristo, mwisho tunazoea, tunakubali kuitwa Wakristo. Mmenielewa? Maana yake watu wa Kristo. Sawa jamani? Mnanielewa? Miaka hii ya nyuma, mwanzoni mwa karne ya 20, palitokea uamsho tena. Watu wakapokea Roho Mtakatifu
ambako huku nyuma walizima kwa ajili ya historia, walizimisha kabisa. Ilikuwa hakuna kuomba hivi tunavyoomba, ilikuwa hamna tena. Watu wakawa wa dini wanaimba, hata mahubiri ilikuwa unaimba. Huwezi kuhubiri kama mimi sasa hivi unakurupuka tu na nini. Hapa lazima ilikuwa niwe nimevaa manguo na mengine yana mapembe na nini na kofia na wanashika kubwa sana. Yaani unahubiri pole pole alafu unaimba, alafu na watu unapowahubiri wanaitikia. Wanajua, walishafundishwa hiyo chorus. Wakisema wanasema yaani watu wanasikia hii tuko kwenye Mungu kabisa. Sasa Roho Mtakatifu wakati mwingine anatakaga fujo. Simuona kuna wandugu wengine wanaruka hapa wanaanguka chini. Roho Mtakatifu ndio anatakaga hivyo. Hamna mpango, haijulikani. Lakini sio kwamba hatuna akili. Ndio maana watu wakianguka hapa wanaamka hawajatupa nguo zao na wanarudia viti vyao. Maana akili ipo. Ukiniambia kwamba nimepotea mpaka tukukute huko umetoka kule unakuja kuwasukuma huko wachungaji, nasema sasa hii ni Roho Mtakatifu sasa, sio Roho Mtakatifu. Bwana tusaidie sana. Hata ujazeje, unajua kabisa sasa hivi tayari nyimbo zimeanza kuimba, manake nipige pause. Ndio Roho Mtakatifu. Sio kwamba hatuna utaratibu. Kuna utaratibu lakini hakafanani na dunia. Sawa jamani? Kwa hiyo miaka hiyo ya mwanzo walipoanza kujazwa tena na kunena kwa lugha, wakaanza kunena kwa lugha kama tunavyonena kabisa hivi. Wakawa wanakazia. Sasa watu wanasema hapana, nyinyi mna mamizimu, mna mapepo. Sasa wanasema mapepo gani haya yanapenda Yesu? Mapepo ilikuwa yapendi Yesu. Sasa nyinyi mnatuhitaji tuna mapepo. Wanasema hamna, nyinyi mna roho nyingine, nyinyi mna mashetani. Hii ni juzi tu tena hapa Marekani. Uamsho umetokea hapa Marekani, Los Angeles. Sasa wahubiri wakawa wanakaza, wanasema hivi, hii imetokea kama siku ya Pentekoste. Mungu asifiwe sana. Kila mahali wakiongea wanasema jamani, hii ndio according to the Acts chapter 2, kwa kufuatana na Matendo ya Mitume sura ya 2. Hii ndio yenyewe. Watu wakaita hawa ni wa Pentekoste. Umenielewa? Tuliitwa, sio tumejiita. Umenielewa? Tunakupa historia pia ufahamu kwa nini tunaitwa wa Pentekoste. Wa Pentekoste tuliitwa kwa sababu mkazo mkubwa ulikuwa ni kama ilivyotokea siku ya nini? Ya Pentekoste. Tuko pamoja? Wangapi wananishukuru kwa kuwakumbusha hilo? Maana nilishawahi kuwaambia. Je, sisi wa Pentekoste kuna umuhimu wa kusherekea? Jamani, kuna umuhimu sana kwetu, kwa sababu hii sikukuu imebeba jina ambalo kwa hilo tunatambulikana, Pentekoste. Wa Pentekoste. Naongea na nani? Wangapi hapa ni wa Pentekoste? Bwana tusaidie sana. Haleluya. Unajisikia vibaya kuwa Mpentekoste? Mimi sisikii shida. Huko nyuma wazee wetu walikuwa wanatembea sana, wanahubiri, wana mamifuko kama ya rambo hivi, lakini yalikuwa meusi. Wakasema anyampenda njiro, yani wenye vifurushi vyeusi. Sasa watu mnasemewa maneno mabaya, lakini tunavyoendelea, ukiniita Mpentekoste mimi naridhika, au unakwazika, hakuna shida. Bwana sifiwe sana. Lakini wewe wauliza hata wakina mzee Lengaribo, ukiitwa Mpentekoste zamani ni kama mkosi. Sasa utakataa nini? Na wewe ni Mpentekoste? Yes. Mpentekoste mbona ufanani? Kuna vijana wetu wadada wengine walikuwa wanaambia kwamba wa Pentekoste huwa hawanaga sura nzuri. Ni watu ambao wana sura za ajabu ajabu, kama umepigwa shoti namna hii. Sasa wewe dada mzuri kweli unakaa kwenye wa Pentekoste? Kama ni mjinga anarudi nyuma. Lakini sisi tuliendelea. Mpigie Bwana Yesu makofi. Kwa hiyo ni aibu jamani kwa kanisa la Kipentekoste eti hamkumbuki sherehe ya Pentekoste wakati imeitwa kwa jina letu. Leo Wakristo wote wenye kutunza kumbukumbu, hata ukienda makanisa ya Kikatoliki ambayo hayajiiti wa Pentekoste, wanajua kabisa leo ni Pentekoste. Si mnafahamu hiyo? Leo ni Pentekoste. Sasa tunashangaa wa Pentekoste mnachotara, hata hawajui leo ni kutapishana.
Sasa mtajitapisha mpaka siku ya kujazwa. Mtajazwa lini? Hizo ni vurugu mechi. Leo ni siku ya kujazwa Roho Mtakatifu, sio kutapika. Mwambie mwenzako leo tunajazwa tu, hamna lingine. Mungu asifiwe sana. Pentekoste au siku hii Pentekoste ina ujumbe mara mbili. Sema ina ujumbe mara mbili. Mimi ndio nafundisha hivyo sasa, usifikiri paka niruke sarakasi. Mimi najua kabisa ndio nafundisha tayari. Pentekoste imebeba ujumbe mara mbili. Moja, imebeba ujumbe wa kihistoria. Sema ujumbe wa kihistoria. Sema ujumbe wa kihistoria. Ujumbe wa kihistoria ni sikukuu ya kukumbuka. Siku ya kukumbusha. Inakumbusha nini? Inakumbusha kushuka kwa Roho Mtakatifu Yerusalemu gorofani siku ya Pentekoste kwa mitume na wanafunzi 120. Hii ambayo tumesoma, ambayo Epafras amesoma hicho kifungu hapo cha juu. Kwa hiyo historically hiki kitu ni kweli kabisa, na ilitokea siku kama ya leo. Uzuri wanasema hivi kwamba ile siku ya Pentekoste ilitokea Jumapili, ilitokea siku ya kwanza ya juma, kama vile kufufuka kwa Bwana Yesu, na siku ya Pentekoste ilitokea Jumapili. Ndio maana sisi wa Kristo wa Kipentekoste hatuabudu Jumamosi kama madhehebu mengine yanayoabudu Jumamosi. Sisi tunaabudu Jumapili kwa sababu tunazo sababu. Hiyo inaitwa siku ya Bwana. Kwa nini? Bwana Yesu alifufuka Jumapili, Roho Mtakatifu ameshuka Jumapili. Sasa wameita siku ya Bwana. Wewe kwa nini unaanza kupinda? Tuache mijadala ya madhehebu, si sawa jamani? Kwa hiyo sisi ndio tunakumbuka kabisa ili alishuka siku ya leo. Jamani, nataka niseme hivi, habari hiyo ni halisi. Habari hiyo ni kweli. Habari hiyo ni kweli. Hii habari ilitokea kwenye nyumba ambayo walikaa wanafunzi. Mungu asifiwe. Mwaka jana mlinipeleka, nilienda mpaka kwenye hiyo nyumba. Hawawezi kubuni kitu ambacho hakipo. Ile nyumba ambako mitume walikuwepo, ingawa sisi tunakuwa kwa juu, maana sasa simeenda chini, ni miaka mingi, lakini hapo juu yake wametengeneza. Ni alama kabisa. Pentecoste sio maneno. It was there. It happened. Ipo. Mmekasirika, mnanuna nini? Pentecoste sio hadithi zilizotungwa. Ni mambo ya kihistoria. Hata ukienda Yerusalemu leo ukiwaambia hivi mitume walishukiwa na Roho Mtakatifu, watakwambia hapa. Bahati nzuri tulienda na Mary. Si tulienda mama? Si uliona? Mwambie mwenzako Pentecoste ni kweli kabisa ilitokea. Na Roho Mtakatifu alishuka kabisa mpaka watu wakaja. Bahati nzuri, sijui nisemeje, kutoka pale hekaluni, kwenye hekalu kubwa ambako ndio watu walikuwa wamekusanyika kwa ile Pentecoste ile ya mataifa yote wanakuja. Ile ya Wakristo ni kwenye nyumba, haikujengwa. Hiyo ilikuwa sio kanisa, lakini wakati huo walitoka kwenye mateso, wasingechangamana, walikuwa wanatafuta hata kuuawa. Kwa hiyo walijitenga tu, wakaamua kuomba, na hawakuwa wanaomba sherehe tena ya Pentecoste. Roho Mtakatifu aliamua kushuka tu hiyo tarehe, maana ilimridhisha. Sasa kutoka hekaluni kwenda pale sio mbali, ni mwendo mfupi, ni kama mita 600. Sasa mita 600 ni mbali sana jamani? Sio mbali. Ndio maana hata walipopiga kelele, nasema waliposikia kelele wakaja, na inasemekana kwamba zile ndimi za moto ziliwaka sana mpaka watu wakajua watu wanapiga kelele wanaungua. Kwa hiyo walikuja kwa ajili ya kuja kuangalia. Walipofika wakakuta jamaa wanaongea. Ndio hiyo ambayo Kefa amesoma. Bwana tusaidie sana. Haya majamii yote haya yakawa yanasikia
Wakasema, sasa hawa wote si ni wa Galilaya? Mbona tunasikia sauti na ni lugha zetu kwao? Haya ni matendo makuu ya Mungu. Wenye roho mbaya hawakosekani. Pamoja na kwamba wengine wamesema ni matendo makuu ya Mungu, wengine wakasema unaona yalivyo. Maana sasa unapojazwa Roho Mtakatifu haui katika hali ya kawaida. Unajua watu wengi hawajazwi Roho Mtakatifu. Unajua ni kwa nini? Anapoanza kuomba anasema haleluya, Bwana Yesu. Utajazwa mpaka kesho kutwa. Roho Mtakatifu anakujaga kwa mijito ambayo kidogo ni kama yana ufyatu, lakini hata hawaangalii jirani yangu ananiangaliaje. Ukimwangalia mtu amejazwa Roho Mtakatifu anarudi kama anavyokata roho. Hutajiandaa. Usiku unakata roho unafikiri utajiandaa, unapaka wanja. Ni ununua mdomo, unatupa miguu, safari unaondoka. Bwana tusaidie sana. Sasa walipowacheka wakasema, no. Hawa sio watu wa Mungu bwana. Haya sio matendo ya Mungu. Mbona mijamaa imekaa ovyo ovyo? Na wengine hawajawahi kujazwa Roho Mtakatifu, ndio mara ya kwanza wanaomba. Si unajua mtu akiwa bado mgeni kiroho, anaomba alafu ananing'iniza nini? Mdomo. Paka na viudende vinatoka. Wanasema si tunawaambia malevi. Bahati nzuri wewe hii inayokueleza ndio sahihi. Mimi ukiniingiza kwenye kanisa uniambie ni nani hapa mchanga kwa mambo ya Kipentekoste, sinaangalia tu anavyoomba. Yaani akiwa anaomba anajua kabisa nikirudisha nani hii roho atakatika. Naachia tu. Ndio watu wanasema hatutaki hii. Watu wa dunia si wenyewe wanaangalia. Lakini sisi tunasema acha tu. Baadaye atakoma. Tunamwambia ndugu, pamoja ka udende kanatoka unafanya nini? Unafuta kidogo unaendelea. Roho Mtakatifu hakuachi. Bwana tusaidie sana. Wakasema hawa watu wamelewa. Hawa watu wamelewa. Uzuri wa Roho Mtakatifu hata ukifanya hivi, mimi nakwambia mtu tukimwambia amen, amen, alafu anasema sijasikia, inabidi wahubiri mkamkague. Roho Mtakatifu hata ashukeje, tukisema amen, amen, wote tunasikia. Kweli au si kweli? Kweli au si kweli? Kama upo hapa ukijazwa Roho Mtakatifu, masikio yanaziba usikii. Utuone baada ya ibada. Msicheke, mtamzuia bure. Njoo ndugu. Pamoja na historia au kumbusho wa Matendo ya Mitume sura ya 2, sisi kama wa Pentekoste, lakini hii hatusherekei. Naomba mnielewe. Hii hatusherekei. Lakini unapozungumzia history huwezi kuacha kuisema. Nataka niwaambie, sisi kama wa Pentekoste tuna extra. Hii haizungumzi na madhehebu mengine yasiyo ya Kipentekoste. Lakini sisi wa Pentekoste, hasa kanisa la sasa hivi, tunayo history pia ya uamsho huu wa Kipentekoste ambao ndio tumeendelea nao mpaka leo. Mungu asifiwe sana. Tuko pamoja jamani? Tunaongeza tukio ambalo lilijitokeza mwanzo wa karne ya 20 katika historia ya kanisa na kuleta uamsho huu wa Kipentekoste wa mwisho. Si tunaamini hakuna uamsho mwingine wa Kipentekoste. Si tuendelee huu ambao Mungu amewasha, na Mungu amewasha vizuri sana. Amewasha tangu mwanzo kabisa wa karne hii tulionayo. Uamsho wetu ni ule wa mwanzo. Tarehe 1, unasikia, Januari saa 8 usiku wa 8, historia wenyewe wanasema midnight, yani ni siku mpya kabisa ya mwaka mpya 1901. Kwa mara ya kwanza, niliwaeleza wakati wa mafunzo, mwanamke mmoja ambaye anaitwa Agnes Osman alimuomba mwalimu wake ambaye anaitwa Charles Parman amwekee mikono ili kupokea Roho Mtakatifu. Na kwa nini alimwekea? Kwa sababu huyu Charles Parman
alikuwa ni mwalimu wake katika shule ilikuwa inaitwa Bethel Bible School ambayo iko kule Topeka, Kansas, kwenye jimbo la Marekani. Mimi sijafika huko, waliofika wanaweza kufahamu. Sasa ile shule walikuwa wako ni kama vikundi vya uamsho, walitoka katika madhehebu haya ya Baptist na Methodist. Kwa hiyo wakawa na kikundi, wakaamua kuisoma Biblia kama ilivyo. Walimpa huyu mama Agnes Osman kufanya research juu ya kitabu cha Matendo ya Mitume na yale mambo yaliyojitokeza. Kwa hiyo huyu mama alipokuwa anafanya utafiti wake ili kupresenti, akashangaa, anaona ukweli halisi ya kwamba, maana huko nyuma kulikuwa na theology ilisema Roho Mtakatifu alishuka wakati wa mitume, lakini baada ya miaka kama 200-300 aliishia hapo, hakuna tena Roho Mtakatifu. Hivyo ni vitu ambavyo vimepitwa na wakati, na hawakuishia hapo. Sio swala tu la kunena kwa lugha na kupokea Roho Mtakatifu, hakuna tena miujiza, haifanyiki. Ilifanyika kwa mitume na wale wanafunzi wa mitume, wale mababa, church fathers, ndio iliishia hapo. Kwa hiyo theology ikakamata, na nataka niwaambie wakati wowote, theology yoyote inayo limit swala la Mungu ambalo limenenwa katika Biblia, hayo ni mafundisho ya upotofu. Mmenisikia jamani? Mmenisikia? Mtu akikufundisha kwamba yes, damu ya Yesu inatakasa, lakini peke yake haitoshi, kabla hajaendelea na point, mwambie wewe ni mpotofu. Sijui umenielewa? Anakuambia hivi kwamba uliokoka kwa kufanyaje? Niliokoka kwa kukiri jina la Yesu. Anasema yes, huo wokovu upo, lakini haujakamilika. Lazima upitie process 1, 2. Jua tu huyu ni nabii wa uongo na ni mwalimu wa uongo, kwa sababu neno la Mungu halipiti. Neno la Mungu ni la milele. Yesu ni yeye yule jana, leo na hata milele, na ndivyo alivyo na Roho Mtakatifu. Sasa hawa walifundisha hivyo. Huyu mama akaja na nani za kutosha, akamwomba huyu mwalimu wake usiku, wakati wanaendelea na maombi. Yeye anasikia anataka kunena, anazuia. Anasikia anataka kunena, inakuwaje? Anasikia nguvu, anasikia push kutoka ndani, maana Roho Mtakatifu anasukuma kuanzia ndani. Ndio akamwambia, niwekee mkono, mimi naamini nitapokea Roho Mtakatifu. Alipopiga magoti, alipomwekea, huyu anayemwekea yeye mwenyewe amefundisha, lakini hajawahi kunena kwa lugha. Dada akajazwa, maana alikuwa bado ni mdada, alijazwa na Roho Mtakatifu, akaanza kunena Kichina nani stop. Siku tarehe 1 ikapita, tarehe 2 ikapita, tarehe 3, yani ananena hastop, lakini ananena anasema hii sio yenyewe jamani, chonjo yote. Sasa wanamwambia, sasa unataka nini? Akiandika hivi, wanasema akiandika namna hii, ana print yale maandishi ya nini, ya Kichina, wakati hajawahi kusoma mambo ya Uchina wala nini. Ni Marekani, anaongea Kiingereza tu. Mpigie Roho Mtakatifu makofi. Kwa hiyo wanawake, msidharau uamsho huu wa Kipentekoste. Aliyetufungulia jahazi la kunena kwa lugha sio wanaume, ingawa ndio walikuwa walimu wao, ni mwanamke aliyejazwa Roho Mtakatifu. Wanawake, kama mimi ningekuwa mwanamke ningempigia Yesu makofi, maana wanajazwa sana. Bado hatujafanya utafiti ni kwa nini wanawake wanajaa haraka. Nafikiri mioyo yao pia ni soft. Unajua sisi wanaume tumefundishwa mahaki mbaya, usilainike haraka. Kwani wewe ni mwanaume, mwanamke? Yaani sisi tunataka fikiri wanawake ndio soft, ndio maana wanadanganywa. Niko anaolewa na Mwarabu hana Yesu. Hapana. Usofti katika Mungu, wote tunatakiwa tuwe na mioyo laini. Haleluya. Haleluya.
Baadaye tukianza kunena kwa lugha nitaanza kuangalia moja moja. Nakwambia nitakayekuta wana kodoo. Bwana tusaidie sana. Simenielewa eh? Na hasa waliosahau kufanya nini? Kunyoa ndevu na huko wanaachia. Mwingine anafanya tu namna hii. Wewe utachelewa bwana. Lainika. Utanena kwa lugha kwa nguvu sana. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Je, hii ni hadithi? Hapana, hii sio hadithi. Huyu mama aliolewa mwaka 1911. Alifunga ndoa baadaye. Miaka 10 baadaye aliendelea na kazi ya umisheni na alikuja kuolewa na missionari moja anaitwa Philemon Laberge. Wakafanya kazi ya umisheni mpaka amefariki tarehe 29 1937. Yaani naongea vitu fakti. Ukienda hata kaburi lake utalikuta. Kwa hiyo hatuongei mambo tu. Ni historia ndio, lakini ni mambo halisi yaliyotokea. Tuko pamoja jamani? Haya, tuachane na huyo mmoja. Mwaka 1906 tarehe 19 Aprili. Hii ukienda tu kusearch utayaona. Yapo, ni mambo yako wazi kabisa. 1906 ndio uamsho huu unahesabika. Yule wa mtu mmoja walishindwa kuita uamsho. Maana alinena yeye tu, hawakuendelea. Kwa hiyo miaka mingapi baadaye? Miaka 5 mbele. Kikundi cha waombaji. Siku zote Roho Mtakatifu anaenda kwa waombaji. Kuna waombaji walikuwa wamekusanyika kwenye nyumba ya bwana moja anaitwa Richard na mkewe Ruth. Walishangaa wakati wanaomba, wakasikia wingu fulani linawashukia. Alafu badala ya kuomba kwa Kiingereza wakaanza kuongea lugha zingine. Ila wakisitisha wanaacha. Wakiomba wanaanza kuongea. Wakasema ala, usikute ni hii ambayo tulisikia pia mama moja ametokea. Sasa hawa ni Los Angeles. Sio kule ambako alinena kule Osman. Kwa hiyo uamsho unaanza. Hiyo ilikuwa tarehe ngapi tumesema? Au niache jamani? Tarehe 19. Si sawa Na hawa walikuwa kwenye mtaa unaitwa mtaa wa Bonnie Brae. Sio Bonnie Brae. Siku 5 zilizofuata ndipo palitokea uamsho mkubwa. Huu sasa ndio ambao umerekodiwa popote. Ukiandika tu Pentecostal revival watakwambia upentekoste huu ambao tuko nao umeanza tarehe 14 Aprili 1906. Ndio upentekoste tulionao huu sasa. Mungu asifiwe sana. 14 Aprili. Ilitokeaje? Ilitokea kwenye jengo fulani. Kwanza yule mama alipojazwa, mwalimu wake huyu Charles akaanza kusema kwamba it has been confirmed kwamba Roho Mtakatifu anafanya kazi hata sasa. Sasa kwenye ile shule ambako anafundisha kulikuwa na mwanafunzi wa Kiafrika ambaye alikuwa anaitwa William Semion. Huyu bwana William alikuwa na jicho moja lilitabolewa na ndui. Nafahamu yale maupele fulani ya zamani, nyinyi wadogo hamwezi kujua, lakini kulikuwa na mandui. Sisi ambao tumezaliwa miaka ya 60 wote tulidungwa sindano. Ukivua hapo utanikuta na alama kwa ajili ya kuzuia ndui. Sasa ile ilikuwa inatokea popote. Ikitoka kwenye jicho manake jicho huna. Kwa hiyo watu wengi walipofuka. Yeye akawa amepigwa jicho moja. Kwa hiyo jamaa mweusi, na alikuwa mweusi kweli kweli. Ni giant, hata picha yake mimi nimeshaiona. Ni jeusi kabisa. Na ni mwanaume kwa sababu ni mtoto wa mfanyakazi wa reli wa beba mzigo. Wale mnawaita nini wale? Makuli. Wa kwenye treni wanabeba. Kwa hiyo huyu kijana alikuwa duni kabisa, ila anampenda Yesu. Yeye aliposikia hivi akarudi kwenda Los Angeles ambako ndio walikuwa wazazi wake wamehamishiwa kwa kazi na ndio maisha alikoanzia. Huyu bwana na yeye akasema hatuna mchezo. Kuna kujazwa Roho Mtakatifu. Kila kundi la waombaji alikuwa anafundisha
lakini yeye mwenyewe alikuwa bado hajajazwa Roho Mtakatifu. Siku hii ilipokuwa imetokea, alisafiri, hakuwepo. Kama ni kiongozi wa maombi, siku hiyo yeye hakuwepo. Aliporudi akakuta uamsho mkubwa umetokea, kwa kuwa yeye ndio amesimamia hii, na yeye baada ya muda akajazwa. Na kuanzia kujazwa yeye, sasa huu ni mtaa wa wazi kabisa, hata ukienda umehifadhiwa kwa ajili ya kumbukumbu. Niwasomee jamani mtaa au tuache? Siku nyingine unaweza ukaenda kule Los Angeles, ni mtaa, ni nyumba namba 312. Andika, mimi nachukia wabishi, wewe kubaki kabisa. Andika nyumba namba 312, mtaa wa Azusa. Sawa jamani, Los Angeles. Ukienda nenda tembelea, wameiacha hiyo nyumba. Hii nyumba ilikuwa haitumiki, maana ile kwenye nyumba ya yule jamaa ambayo tulisema anaitwa nani yule, na mke wake Ruth, yule ilikuwa haitoshi. Kwa hiyo walipoanza kupokea Roho Mtakatifu na kuomba, wakaanza kushangaa, wakiweka mikono juu ya wagonjwa wanafanya nini? Wanapona. Ndipo wakaanzisha mkutano, ni kama siku 5 baada ya hapo, maana yake walikuwa na maombi kama ya wiki. Hiyo siku ya 5 uamsho katokea. Wengine wanasema anahubiri nini? Mimi nahubiri historia. Kwani ni vibaya tukihubiri historia kidogo? Wangapi wanafurahia historia yangu, au sio? Niache. Kwa hiyo wakaenda kuomba nyumba pagare, ambalo hiyo nyumba ilikuwa ni ya kuhifadhia nani haya ya vifaa vya farasi. Kwa hiyo sio nyumba safi. Uamsho wa Kipentekoste haujaanza kwenye kanisa zuri kama hili. Ulianza kwenye lijumba ambalo halitumiki. Limehifadhiwa sasa hivi kwa sababu Wapentekoste wamelipa fedha na wameinunua, wameiweka kama kumbukumbu ya uamsho. Haya mambo unayotokea hapa haya kuanza hivi hivi. Yalianzia na watu wachache, yalianzia na watu duni. Moto ulipowaka, huyu bwana akawa natumiwa na Mungu kuliko kawaida. Mzungu ambaye alimsomesha, samahani sihubiri ukabila, mzungu aliyemsomesha yule bwana Charles Palmer akasema hivi, huyu jamaa amechukua kitu changu kwa sababu mimi ndio niliyemfundisha. Jamani, hiki sio kitu cha mtu, ni kitu cha Roho Mtakatifu. We mzungu acha fujo. Hatuna uhakika kama alishagaa nena huyo kwa lugha, lakini nasikia kila mahali wanapotaja, kwa sababu pia walikuwa na ubaguzi wa watu weusi. Wanasema jamani, jambo jema tena litaanza kwenye black people. Hapana, huu uamsho ni wa kwetu. Lakini ukweli sisi wa Afrika, hebu naomba tusimame. Msijawahi kumshangilia Mungu kwa ajili ya hiyo. Sisi wa Afrika, simama bwana. Hawa ndugu hii mbegu wenye kipilipili, wenye pua fupi, mablaki. Hata ukiwa mweupe, wewe sio mweupe, ni black. Situdanganye, hakuna nyinyi ni black people. Bwana aliona katika jamii ya Wamarekani waliodharauliwa, uamsho huu uweke rekodi ya mtu mweusi. Tutakosea nini tukiinua mikono tukampigia Yesu kwa kutukumbuka wa Afrika? Pigia Yesu makofi! Oh Yesu, asante. Huyu Roho umeona vema na sisi wa Afrika. Uamsho tuweke alama. Oh, haleluya, 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 piga makofi. Haleluya, piga makofi na vigelegele. Amen. Kwa hiyo lile neno lililosemwa wakati wa Yesu, je, neno jema litatoka wapi? Nazareti. Je, kuna neno jema litatoka jamani? Je, kuna jambo jema litatajwa kwa Afrika? Lipo. Nini? Uamsho wa Kipentekoste. Sasa wewe ukiwa Mwafrika, ukiwa unatazama kwenye hii chombo, ukiwa unakataa Upentekoste, mimi nakushangaa. Uamsho huu Bwana ameona vema ubebwe na ma black people ili sisi tuhubiri Injili. Na ndio ilikuwa upinzani wa kwanza, walisema sasa anaye kiongozi mwenyewe ni black. Hiyo ni roho ya Mungu kweli?
Unaambiwa ukikutana na William Simiyu bado hujakaa vizuri, mzungu mnashangaa yuko chini, soli za tatu ndio ziko juu, anajisalimisha. Hakuwabadilisha kanisa, alisema tutafanyia hapa. Unaambiwa watu walikuwa wanajazwa Roho Mtakatifu. Uamsho huo walienda kwa miaka 3 mfululizo, usiku na mchana, kila siku kuombea watu, na waliokuja wanajazwa, wanawekewa mikono, wanarudi huko kwenye mataifa yao. Ndio maana mpaka wazungu walikuja wa dini zao, akijazwa Roho Mtakatifu anaenda kwenye dini yake, lakini ni Mpentekoste, ananena kwa lugha, anaweka mikono juu ya wagonjwa, anahubiri Injili. Ndio uamsho ulivyoanza. Kwa hiyo sio kitu kwamba kiko hewani, hiki kitu kiko kabisa. Mungu asifiwe sana. Tuko pamoja jamani? Nenda kajitafutie wewe mwenyewe kwa faida. Lakini nilikuwa nasema hivi, sisi Pentekoste tunaiheshimu kwa sababu pia inabeba historia ya upentekoste wetu. Amina. Haya, twende pointi ya pili. Sasa hii ndio ya kiroho sasa. Haleluya. Wakristo wenzangu, haleluya. Sasa nataka tutoke kwenye historia. Historia ni mifupa mikavu. Tuje tu kwenye uhalisi sasa. Pentekoste pia sio tu inatufanya commemorate au kukumbuka mambo yaliyofanyika kihistoria, lakini Pentekoste huyaleta hayo mambo yaliyofanyika siku nyingi yakafanyika na kutokea kwetu sasa. That's another case. Mungu asifiwe sana. Sijui Kiswahili changu. Nimesema hivi, Pentekoste ni kweli inaeleza mambo ya historia, lakini Pentekoste haiachii yabaki kule. Pentekoste, unapoanza kuzungumzia mambo ya Pentekoste, kufundisha juu ya Pentekoste kama tulivyojifunza kuombea juu ya Pentekoste, inayavuta mambo ambayo yako kwenye historia, inayaleta yanakuwa leo sasa hivi. Hakuna mtu amenielewa, ngoja nirudie tena. Furaha ya kuwa na Pentekoste kama hii haitufanyi tu tuzungumzie wakina Petro wakanena, wakaweka mikono juu ya wagonjwa na nini. Haitoshi hiyo. Ndio tutakumbuka, lakini Pentekoste, kwa sababu mdhamini wa Pentekoste mkuu ni Roho Mtakatifu, na Roho Mtakatifu ni wa milele. Yaani yale yaliyofanyika zamani wakati wa mitume anayavuta, yanakuja leo, yanafanyika katika kizazi hiki. Haleluya, 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 haleluya. Roho Mtakatifu yuko hapa. Roho Mtakatifu hafi. Roho Mtakatifu anaishi, anayavuta mambo yaliyotokea, yanafanyika leo. Na dada moja anajazwa hapa, ananena na kutafsiri. Haleluya, 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 haleluya. Sasa naanza kuingia kwenye Pentekoste, maana namuona anashuka na sikia, utafikiri umeme kama radi ambayo haiui, lakini Mungu asifiwe sana, maana radi inayoua sio nzuri. Roho Mtakatifu ni mzuri. Roho Mtakatifu ni mzuri kwa sababu Petro alipotoka tu akawaambia hivi, hamjasoma imeandikwa katika Yoeli. Imeandikwa katika Yoeli manake iko kwenye kitabu cha dini yao, maana iko kwenye Agano la Kale. Huo unabii aliosoma upo, lakini huo unabii ulikuwa unasema tu siku za mwisho nitawamwagia watu wangu roho yangu, watu wote, wanawake kwa wanaume, watoto, vijana, yani wote wenye mwili. Si imesema wote wenye mwili? Nani hapa ameingia na mwili wake? Mwingine wamesahau. Nani amesahau mwili wake nyumbani? Lazima tuambiane ukweli. Nani amesahau mwili wake? Amekuja roho tupo hapa. Nenda kwenye kanisa ya misukule. Sisi tuko na miili yetu. Kama una mwili, maana yake ahadi ya Roho Mtakatifu ni kwa ajili yako.
hiyo ame ya mashakati. Kama umekuja na mwili na uko na mwili wako na ni mdada na ni mkaka, yote yaliyoandikwa ya zamani ni haki yako kuyapokea leo. Haleluya, leo, haleluya. Yaliyonenwa zamani sisi tunayapokea leo. Vipawa na karama zilizonenwa zamani sisi tunazipokea leo. Uponyaji wa miili na roho na nafsi ulionenwa katika Biblia sisi tunapokea leo. Tunapokea leo. Tunapokea leo. Tunapokea sasa. Tunapokea sasa. Hiyo ndiyo kazi ya Roho Mtakatifu. Pigia yeye makofi. Ndio maana mimi napenda Upentekoste. Upentekoste hauzungumzii historia tu. Walipokea leo na sisi tunataka leo. Walinena kwa lugha, tunataka tunene leo. Imeandikwa watatabiri, tunataka tutabiri leo. Ilisema wataweka mikono juu ya wagonjwa. Leo tukitoka kwenye ibada tutaweka mikono juu ya wagonjwa. Hiyo ndio Pentekoste. Nani Mpentekoste ananielewa ninachokisema? Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Petro akawaambia hivi kwamba jamani, hii kitu imekuja kumtukuza Kristo Yesu, ambaye yeye alitolewa kwa shauri la Mungu, nyinyi mkamkabidhi kwenye mikono ya watu wabaya, wakamsulubisha. Lakini siku ya tatu Mungu amemfufua na ametuagiza sisi kupitia jina lake tuwahubiri watu wote habari ya msamaha wa dhambi. Ndipo wakasema, mbona unatuingiza kwenye majaribu? Kweli yule ndugu mzuri namna hii, kumbe tulisulubisha mwanaume, tulisulubisha Masihi, tutampata wapi? Unataka tufanyeje? Si ndio akawaambia njia. Matendo ya Mitume sura ya ngapi? Sura ya pili Sura ya pili au sura hiyo ya kwanza 38 pale anaposema tubuni. Ya pili anasema hivi, Petro akawaambia, walipoambia tutendeje ndugu zetu, Petro akawaambia, mnaweza tukasoma pamoja? Sema, tubuni mkabatizwe kila mmoja. Maana wengine bado wanafungua Biblia. Unaonaje ukisema sina rahisisha? Tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Sikiliza sasa mstari wa 39. Kwa kuwa, sema kwa kuwa. Jamani, hebu sema kwa kuwa. Ahadi hii ya nini? Si useme ahadi hii ya nini? Ya nini jamani? Sema ahadi hii ya Roho Mtakatifu. Nani ameahidi? Yesu amesema mtapokea baada ya siku hizi chache, maana nimeandikiwa, Yohana anabatiza kwa maji, bali ninyi mtabatizwa na Roho Mtakatifu baada ya siku hizi chache. Mpigie Yesu makofi, aliyetuahidi Roho Mtakatifu. Tuendelea. Ahadi hii, sema ahadi hii ni kwa ajili yenu. Ni kwa ajili yenu. Sasa tuseme hivi, ni kwa ajili yetu. Sema ni kwa ajili yetu. Yaani sisi wa kanisa hili, sisi wa kizazi hiki, sisi tunaosikia sauti hii, ahadi hii ni kwa ajili yetu. Nani amejiweka na yeye yumo kwenye yetu? Au unasema ahadi hii ni kwa ajili yenu? Ukisema yenu utakoma. Sisi tunachukua.
Nani anajisikia hii ahadi ni kwa ajili yake? Haleluya, 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 haleluya. Nyie wanaume, hii ahadi ni kwa ajili yako pia. Usiseme mambo ya kujazwa Roho Mtakatifu na kulialia, hiyo ni mambo ya wanawake. Acha hiyo akili, hiyo ni akili ya kizamani. Kabila yetu sisi ilikuwa ukilia unaambiwa wewe unaleta uchuro. Sijajua hata Wamasai bila shaka. Wafugaji wote wana akili hii moja. Kulia hamna ruhusa, lakini nakwambia hivi, ahadi hii ni kwa ajili yako. Na tukipokea roho ya baba, twalia Aba. Yaani twalia baba. Msuye unaliaga baba kabisa bila kuogopa. Ukianza kusema hivi, mimi ni dokta mzima, nina degree mbili, alafu naanza kulia, wewe hii ahadi ni ya wote. Wanaume wenzangu, tuko pamoja. Hii ahadi Kasembe, hii sio ahadi ya wanawake, ni ahadi yetu wanaume pia. Imeishia yetu tu. Na kwa watoto wenu. Sema na kwa watoto wetu. Narudia tena, ni kwa ajili ya watoto wangu. Ni kwa ajili ya watoto wetu. Ni kwa ajili ya watoto wetu. Walioinua mikono simameni. Leo tunaomba Roho Mtakatifu akamate watoto wetu. Haijalishi wanarika gani, watakamatwa na Roho Mtakatifu. Maana ahadi hii ni kwa ajili yetu na watoto wetu. Twende mbele za Bwana. Roho wa Bwana, kamata watoto wangu. Kamata watoto wetu popote walipo. Uwaongoze katika kweli. Uwafundishe neno lako. Uwabariki. Uwakuze. Wawe watu wa Mungu. Hamisha roho ya dunia. Hamisha roho ya dunia isiwakaribie. Roho Mtakatifu kaa. Wawe watu wako. Wawe watumishi wako. Kwa jina la Yesu tunawateka watoto. Ni kwa Roho Mtakatifu. Watoto wote ni kwa Roho Mtakatifu leo. Katika jina la Yesu tuseme amen. Tuseme amen. Hai. Tukae. Akasema na Roho Mtakatifu sio tu kwa ajili ya watoto wetu, na watu wote. Sema na watu wote. Hata kama sio watoto wako, Roho Mtakatifu ni kwa ajili yao pia. Wakija kwa Yesu na wenyewe watapokea. Usiwe na akili kama wa mitume wa kwanza wa Kiyahudi. Wenyewe waliamini Roho Mtakatifu ni kwa ajili yao. Walipoona watu wa mataifa wanabatizwa. Tena namshangaa Petro. Petro si ndio yeye amesema na kwa watu wote? Eti alipoenda kwa watu wa mataifa anaanza kama kuwabagua. Petro, mbona unatuangusha bwana? Mzee, mbona unachanganya madawa? Petro, ulikosea kidogo. Na Petro ndio hivyo. Eti anataka kujitenga. Paka Paulo anamwambia acha unafiki mzee. Ahadi hii ni kwa ajili ya watu wote. Kwa sababu kila atakayeliitia jina la Bwana, haijalishi ni wa kabila gani, ataokoka. Na hawaokoki watu bila Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anaenda mpaka kwenye baa. Roho Mtakatifu anaenda mpaka kwenye masinagogi. Anaenda mpaka kwenye mamisikiti. Anaenda popote. Roho Mtakatifu leo unaambiwa anatembea huko Saudi Arabia wapi. Anakusanya watu. Kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili ya watu wote. Mpigie baba yetu makofi. Haleluya. 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 Tena anasema watu wote walio wapi? Walio mbali, si ndio sisi? Sisi tumetoka mbali. Sisi hatukukumbukwa. Wakati Petro anahubiri haya, sisi tulikuwa tunapiga maugoyangi tu, mangoma. Tunakaanga watoto. Yaani Afrika ilikuwa ni gizani. Sio Afrika tu, hata Ulaya. Ushirikina tu, mambo ya hovyo. Lakini kumbe hata walio mbali watavutwa na Roho Mtakatifu. Ndio maana Roho Mtakatifu anakata mitaa yote, anakuja hapa Sakina, anatutembelea. Maana ni ahadi, Mungu ameahidi ni ya watu wote, na sisi ni wote, na sisi tuko naye. Ingawa tuko mbali na taifa la Israeli, lakini Roho Mtakatifu ni wa kwetu pia. Haleluya, haleluya, haleluya. Unajua uzuri wa Roho Mtakatifu ni nafsi. Yaani ukimpenda anakupenda. Si sawa? Si niliwaambiaga, wewe mtu anakuchukia.
ni kazi sana kumpenda na wewe. Si unashangaa ina reflect. Lakini akikumwagia upendo na wewe unapenda. Bwana asifiwe sana. Wangapi wanampenda roho wa Yesu? Wangapi wanatamani roho wa Yesu akae na wao? Hata kwenye kazi zenu unatamani uwe na roho wa Yesu. Kwenye maofisi mnayofanya jamani, mengine hata mjui amezindikwa nini. Mnamtamani Roho Mtakatifu huko jamani. Mnamtamani Roho Mtakatifu hata katika biashara zenu. Huyu ni roho wa ustawi, anastawisha, anachipusha, analeta uhai, analeta pumzi. Mahali pasipofaa, Roho Mtakatifu anafanya. Mahali palipo na hila, zinaharibiwa. Roho Mtakatifu ni wa uhai. Roho Mtakatifu ni maisha yetu. Atakaa na sisi, atatembea na sisi, ataishi ndani yetu, atatembea na sisi. Tukimwita anatembea na sisi. Tukiwa kwenye huduma anafanya. Roho wa Yesu ni rafiki mwema. Kabisa. Wagosha. Sasa tunataka kuchelewa kabisa. Mambo haya ni matamu, sijapata kuona. Anasema hivi, wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamjie. Maana yake sio tu sisi, hata tukiondoka kuna wengine wataitwa, na wenyewe ahadi hii ni ya Roho Mtakatifu. Mungu atusaidie hizi kumbukumbu zibaki. Tuandike yale mabango, tunaandika juu ya Roho Mtakatifu, yahifadhiwe sijui wapi. Sijui kama hao hata kuja kuzima, maana sina uhakika. Lakini ingebaki duniani miaka, hata wakija vizazi wajue tulikuwa na watu waliokuwa wanapenda Mungu na wanajazwa Roho Mtakatifu. Ni maajabu na miujiza mikuu. Si ni vizuri kumtumikia Mungu katika Roho Mtakatifu? Kwa sababu anayafanya mambo yale yasiyowezekana yanawezekana. Kwa nini watu sio wote wanajazwa Roho Mtakatifu? Kwa nini sio makanisa yote Roho Mtakatifu anafanya kazi? Ziko sababu kadhaa ambazo naomba tu kwa haraka, sitahubiri kabisa. Nataka tu nieleze ili niwe nimemaliza jukumu langu. Bwana asifiwe sana. Kwa nini Roho Mtakatifu hafanyi kazi na watu? Kwa nini Roho Mtakatifu kuna wengine haenjoy? Yaani Roho Mtakatifu anakuwa kama amebanwa. Kwa nini? Kwanza, Roho Mtakatifu hafanyi kazi kwa watu ambao hawajaokoka, hawajatubu dhambi zao. Ndio maana imeandikwa, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina la Yesu, ndipo mtapokea na Roho Mtakatifu. Kwa kuwa ahadi hii, lakini sio tu inakuwa ya kwetu, ni lazima uwe umempokea Kristo Yesu. Hakuna mtu aliyezaliwa kwa asili nzuri. Usidanganywe. Hata ungezaliwa na wachungaji na maaskofu, hata ungezaliwa na waombaji, manabii, watumishi wa Mungu, wewe unazaliwa ukiwa na mapungufu. Una dhambi, una tabia za asili, una tabia za utu. Ni lazima ujione kwamba hufai. Unahitaji Yesu aje juu ya maisha yako, akutakase na kukuosha kwa damu yake. Hiyo ndiyo sabuni, hiyo ndiyo maji safi, hiyo ndiyo inaondoa takataka. Alafu baadaye anakutia mafuta. Nilifundisha hapa nyuma, huwezi kuanza na sabuni, huwezi kuanza na mafuta ndipo uje kwenye sabuni na maji. Tunaanza na maji kwanza. Tuko pamoja? Hata leo tunataka kwenda kuombea watu wajazwe Roho Mtakatifu. Usijisikie vibaya. Tutaongoza watu wamkaribishe Kristo. Hata wale watoto wetu. Usiseme tu kwa kuwa ni mtoto wa kwangu, mimi nimeokoka na mke wangu ameokoka, kwa hiyo wameokoka. Hapana. Tuwapitishe kwenye process. Kama kuna process ya muhimu, wamkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Mimi watoto wangu tunawafungulia wazi, huwezi kuingia mbinguni kwa sababu mimi ni mchungaji, na lazima umpokee Yesu akubadilishe maisha. Wote na wauliza, na ninachelewa hata kuwabatiza. Muuliza hata Tumai huyo hapa. Tumekataza, amehangaika, jamani na mimi nibatizo. Naambia hamna. Subiri kwanza. Unabatizwa umeokoka lini? Mimi nimeokoka lakini umeokoka lini? Mpaka tutafute dalili za wokovu. Bwana tusaidie sana. Ile ya kuomba na kufumba macho atashindwaje? Tangu mdogo mke wangu ilikuwa kama ufumbi macho huli chakula chake. Kwa hiyo watoto wanasema tule sasa.
anafumba macho, anaomba leta chakula haraka. Sasa hiyo sio njia, mpaka Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Tuko pamoja, tuko pamoja. Ukizaliwa mara ya pili, ile ambayo imeandikwa katika Yohana sura ya 3, kuzaliwa mara ya pili, kwa kweli kujazwa utajazwa tu, lazima, ni ahadi yako. Lakini ya pili, wengine wanashangaa, hasa wahubiri wanakuwa wakavu sana. Ni kwa sababu ndio ile nilifundisha sana, hubiri ujumbe uonao mhusu Yesu. Usifundishe mafundisho potofu. Usianzishe vibanda vya kuombea wagonjwa kipagani pagani. Mara sivyo andikisha, mara unakuja unampima, mara unampuliza, mara unamlalia. Jamani, kuna viujinga sana vya uganga wa kienyeji, acheni hiyo. Inakata uwepo wa Mungu. Mungu hawezi kukaribia vitu kama hivyo. Sawa jamani? Mafundisho ambayo hayajathibitishwa kwamba uwezi ukapokelewa kwa sababu bibi yako mzaa bibi wa bibi alikuwa mchawi. Sasa uchawi wako unanihusu nini mimi? Wewe mpokee Yesu, wewe ameisha. Walikuwa wachawi, watakwenda kukutana na cha moto huko mbele. Tuko pamoja jamani? Lingine, ukiwa unapungua, na ndio hii wote tumepitia hiyo process. Ukiona umeshuka, ukisoma katika Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa 29 hadi 31, uwe na maombi maalumu ya kumwomba Roho Mtakatifu akujaze upya. Kwa hiyo leo tunaposema tujae, sio kwa maana hatujawahi kupokea Roho Mtakatifu. Kama wewe ulitafsiri hivyo, umekosea. Tunabatizwa, tunampokea Roho Mtakatifu mara moja, lakini tunajazwa siku zote. Kujazwa maana yake hivi, kujazwa tena, si ina maana ilijaa lakini imepungua. Hebu tusiwe wanafiki. Sisi wote si pia tunapungua? Tunapungua. Mimi nanena kwa lugha, lakini kuna siku nyingine napungua. Ni lazima unaacha mambo yako, unafunga, unaita Roho Mtakatifu tena arudi. Hapa katika Matendo ya Mitume sura 4, walipoliita jina la Bwana, Roho Mtakatifu akashuka mahali pale, wakatiwa nguvu na mahali pale pakatikiswa, wakalinena neno la Mungu kwa ushujaa, kwa ujasiri. Gideoni, usiache kuwa na maombi ya kuchajiwa. Maana tulifundisha tukasema hivi, asili ya Roho Mtakatifu pia ndio ile dunamis. Dunamis inakuja kwenye kitu inaitwa dynamite au dynamo, ile inayochajisha. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ndio asili ya power, the source of power, of spiritual power. Kwa hiyo tunaenda kujiconnect naye, tunachajishwa. Wiki hii tumechajishwa, maana tulikuwa na maombi. Haleluya! Na utashangaa chaji inaongezeka. Tunaenda tena inataka kupotea. Tunarudi. Sisi ni binadamu. Acha kuwa na kiburi. Tutaendelea kumtaka Roho Mtakatifu siku zote. Tuko pamoja jamani? Kwa nini pia ukiona kwa nini Roho Mtakatifu wakati mwingine anakuacha? Jihadhari usimuudhi na kumuhuzunisha Roho Mtakatifu, wa Efeso 4. Kwa sababu Roho ni nafsi, anahuzunika na anafurahishwa. Kwa hiyo kuna watu wengi wanamuhuzunisha Roho. Efeso 4:30 imeandikwa kabisa, wala msimuhuzunishe Roho Mtakatifu kae ndani yenu, mliyepewa na Baba. Kuna wakati mwingine tunamuhuzunisha kwa tabia zetu na mwenendo wetu. Mfano, ngoja nikwambie. Roho Mtakatifu anakuonya juu ya jambo fulani, wewe hufanyi. Anakuonya tena mara ya pili. Kwa kuwa yeye tabia yake huwa ni mpole. Akikuonya mara ya kwanza anakuwa mkali kidogo, unaisikia vizuri. Mara ya pili anaonya lakini sio sana. Mara ya tatu anakuacha, utajikuta umeangukia kwenye jambo baya. Kwa hiyo usimkandamize Roho Mtakatifu. Wangapi wananiahidi hatutamhuzunisha Roho Mtakatifu? Roho Mtakatifu anakusukuma, toa kiasi hiki kwa ajili ya kanisa. Wewe unakandamiza au unagawa, unakuwa Anania, unamkosea Mungu. Hiyo mali si ilikuwa ya kwako? Kwa nini unaingiza mambo ya ubinadamu? Yaani kuna wengine hata kwenye hili changizo, wengi wamebarikiwa, wengi wamefanya vizuri, lakini kuna wengine hata waliotoa hawajabarikiwa. Ni kama wametimiza wajibu tu, kwa sababu wamemkandamiza. Roho Mtakatifu aliwaambia amount hii, yeye anataja amount, anaona watanimaliza hawa, nao project yao hii ni kubwa mno, watachanga wengine.
Kwa nini Mungu anakuagiza wewe, hajamwagiza mwingine? Ujue kujenga mahusiano. Roho Mtakatifu kadiri unavyomtii anakufurahia zaidi, anakuagiza na jambo lingine. Kadiri unavyotii anakuagiza na jambo lingine. Huwezi wewe, unaweza ukatushangaa, si wengine tunatoa magari. Usifikiri tumeanzia magari, tumeanzia kutoa vitu vidogo, tumeanzia kutoa vimbuzi, tumeanzia kutoa vikuku, kidogo kidogo unapanda. Kwa hiyo unavyozidi kutii ile sauti ndani, unajenga mahusiano, unazidi kumfahamu zaidi. Si niliwaambia mimi nilipoagizwa tu kutoa Prado ambayo iko Katavi sasa hivi, inafanana na Katavi kabisa. Mimi ninaingangania tu ibaki hapa Arusha. Eti namwambia Mungu, fanya ishara. Sio nini? Hiyo unataka kuleta ugomvi na Mungu. Wewe umeshajua. Paka ishara za nini jamani? Mungu nisamehe. Paka unaomba na ishara. Tena niliomba ishara mbaya. Huku naendesha naambia, tairi ya mbele upande huu ipasuke. Kweli? Haya ni maombi au nilikuwa nataka ni commit suicide? Hii sio kama unataka kujinyonga ndugu yangu. Acha hayo mambo, sio mazuri. Roho Mtakatifu akikushauri fanya. Akikwambia hebu muangalie huyu, fanya. Jifunze kusikia sauti ya Roho Mtakatifu. Niwaambie ushuhuda sio wangu. Niwaambie nisiwaambie. Mke wangu tulikuwa tunaongea hapa, akawa ananiambia wakati huu wa Pentecost. Ananiambia siku moja ite katika maombi, ananiambia, Roho Mtakatifu, nataka uongee na mimi jambo la kawaida. La kawaida kabisa. Usinitishe jambo la ajabu. Unajua Roho Mtakatifu alimwambia nini? Inuka, nenda chemsha chai. Nasema hivi. Mambo ya chai tena, Roho Mtakatifu naye ana chai tena. Natoa ushuhuda, sijamuomba lakini aliniambia kabisa. Eti si unataka kitu cha kawaida Inuka, acha haya maombi, nenda chemsha nini? Chai. Saizi nani atakuja? Anajua baba akitokaga harudi, ni mpaka jioni saa 1 saa 2. Chai nani mgeni hana? Siku hizi wageni wanapiga simu. Roho Mtakatifu ananiambia, si ulitaka jambo la kawaida? Chemsha. Akawa anakandamiza kidogo, anasikia honi napiga ti, akakimbia kuliko kuja kunifungulia, akachemsha nini kwanza? Chai ndio aje anifungulie. Na nilipofika nikamwambia, mke wangu, pamoja niko na fedha, nimebanwa na mambo, sikuweza kwenda kula chakula, nasikia njaa, haujachemsha chochote tu, hata maji. Nasema yapo. Nasema maji yapo. Usimkandamize. Roho Mtakatifu sio lazima aongee vitu vikubwa. Anaweza kuongea kitu cha kawaida. Bwana atusaidie sana. Anaweza kuongea kitu cha kawaida. Jizoeze hiyo kujenga. Utazidi kukua, atazidi kukupa na mambo makubwa zaidi. Wangapi wanakubali kwamba ni sawa? Kwa hiyo usifanye nani? Kitu kingine kinazuia watu, ishi maisha yenye kanuni ya kujitakasa kiroho, nafsi na mwili. Wakorinto wa kwanza sura ya 6 mstari wa 16 mpaka sura ya 7 mstari wa 1. Inapozungumza kwamba Roho atakaa katikati yetu na atatembea. Akasema, ndugu zangu, kwa kuwa tuna ahadi kubwa namna hii, tunapaswa tujitakase miili yetu, miili, nafsi na roho zetu. Kwa hiyo uhakikishe unalinda maisha ya usafi. Mfano, jiepushe na makundi yasiyo na uchaji wa Mungu. Sio usitembee nao, lakini wanapokuwa na mazungumzo mabaya usishiriki. Wewe si una Roho Mtakatifu ndani yako? Hizo sio principles za uchamungu. Imeandikwa hivi kwamba heri wasiokwenda katika njia. Si sawa jamani? Si Zaburi mnaifahamu? Zaburi ya kwanza si mnaifahamu? Wadada wanaongea maneno ya ovyo ovyo. Unayakataa. Maana maisha yako lazima uyawekee principle. Usiishi tu ovyo ovyo. Wengi waliokwama ni kwamba hawajaishi maisha yenye principle. Jiepushe na ibada za sanamu. Sawa jamani? Jiepusheni na mafundisho yasiyomtukuza Kristo Yesu, bali yanawatukuza wanadamu. Msiende kwenye maibada ya manabii wa uongo. Mtu anafundisha vitu ambavyo havina Mungu kabisa, na wewe unaenda unashusha ile uwepo wako. Jilinde, usishiriki baadhi ya vyakula na vinywaji vyenye kileo. Imeandikwa katika Matendo ya Mitume sura ya 15, wajiepushe na unajisi wa
sanamu na uasherati na nyama zilizosongolewa na damu. Usiwe mbishi unasema nitakula, kumbe unasumbuliwa na Umasai. Achana, usile damu. Wakristo hawali damu. Umenisikia jamani? Hatuna sababu, lakini Roho Mtakatifu amekataa. Sasa kama Roho Mtakatifu amekataa, si uache? Tuko pamoja jamani? Siku hizi vijana wetu wananiambia hivi, hata Efeso sura ya 5 mstari wa 18, vijana wetu wanasema hii si pombe mzee, hii ni waini. Wewe kwenda huko wewe dogo, wewe unajua nini? Kitu chochote chenye ambacho kiko fermented, kiko kimewekewa kimewekewa alcohol au chachu, hicho ni kibaya. Wewe hujui ni kwa nini wanadhiri wote. Yohana hakutumia hivyo vitu. Mama yake na Samsoni hakutumia hivyo vitu. Wanadhiri, sisi ni wanadhiri. Roho wa Mungu ametuwekea sisi ni wanadhiri wa Bwana. Tuko pamoja jamani? Usile ovyo ovyo. Hata Paulo mwenyewe anasema hivi, tumbo ni kwa chakula na chakula ni kwa tumbo, lakini si vitu vyote vifaavyo. Si sawa jamani? Si sawa ndugu zangu? Mnapoenda kule kijijini, wa Masai kule kijijini au Wachaga kule wana nani ile mambuzi, mnafahamu kisusio, wanakata hivi, msile hiyo. Wewe ni mnadhiri wa Bwana, usiseme na vitakaza vyote kwa jina la Bwana. Utamhuzunisha tu, sema hili nao nilijinga tu. Huwezi kuwa na upako kama huna principle. Amina, amina. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mimi principle nyingine niwaambie, hata haijaandikwa, niwaambie nisiwaambie. Mimi nakwazika sana na wapendwa, hata wanaandika kabisa Yesu ya wai ndogo, Roho wanaandika Roho Mtakatifu ara ndogo. Nyie watoto nyie, mimi naona kama unafanya kazambi fulani ingawa hakajaandikwa. Mheshimu. Mwandike Roho kwa ara kubwa. Mwandike na usiseme Yesu asifiwe. Sema Bwana Yesu. Jamani, tuko pamoja. Amen. Usiseme tu Roho, maana roho ziko nyingi. Sema Roho Mtakatifu. Amina, amina. Amen. Au na wakosea jamani. Kwa hiyo ukiwa unataka kutembea na upako, uwe na principles zako. Niwaambie jambo lingine ambalo mimi silipendi. Siwezi kukubali kukuta Biblia imetupwa pale chini inagaragara nikaiacha. Biblia ni holy to me. Nitaichukua na nitaiweka mahali fulani. Kwa nini? Ni kweli ni karatasi na ni kitabu cha kawaida, lakini ni maandiko ambayo nchi zingine wanatafuta walau peji moja, wanatafuta walau sura kadhaa, hawazipati. Niacheni hayo mambo. Eti unakuta mama ntilia anachana Biblia, anafungia vitumbua. Wewe mama, umeokoka kweli? Articles zinaongelea habari za Yesu, unachana unawekea. Kwa hiyo hizi kuna ishi maisha tu ya utakatifu. Sawa jamani? Haleluya, haleluya. Niwaambie jambo lingine. Usiwe mshabiki wa mambo kupita kiasi. Kakimya kanapita. Maana yake hapa ni Yanga na Simba. Ninawajia leo. Mnataka kutembea na mtakatifu? Msiwe washabiki wa jambo lolote kupita kiasi. Usiwe mshabiki wa vyama vya siasa kupita kiasi. Wewe una roho wa Mungu. Yaani kuna watu mpaka wanataka kupelekwa kuongezewa maji chama chao kisipopita kwenye jimbo. Wewe hivi una roho ya Mungu au una roho ingine? Si ujiunge na mimi. Usifikiri mimi sina hobi. Nina hobi yangu ya kutunisha misuli. Sinajua ile ya mieleka. Mimi nina hobi, lakini ile hainisumbui. Likipigwa lipigwe salama, limefanya uzembe. Yaani mimi niugue kwa sababu li jamaa moja sijui linaitwa Batista limepigwa, apigwe salama. John Cena atwangwe maana amefanya uzembe. Lakini nikiwa naweza nikatazama
Tunatazama na mke wa huyu jamaa, nimepata habari na yeye huwa anatazama. Tunaangalia kwani ni dhambi, lakini siwezi kuugua kwa ajili ya huo ujinga. Umenielewa? Umenielewa? Usiwe mshabiki wa kitu chochote kupita kiasi, unaingia kwenye utawala mwingine. Amina, amina. Mnanikubali? Hata mkinipinga mimi, sasa nimetembea na Roho, najua Roho Mtakatifu hapendi ushabiki kupita kiasi. Wangapi wananielewa ninachokisema? Piganieni siasa kwa amani, lakini usiwe mshabiki kupita kiasi. Chuma kinalia, wewe unasema piga risasi itakuwa maji. Mwanangu, una Roho Mtakatifu kabisa. Acha hiyo bwana. Bado mnanipenda? Nimalizie ya mwisho niwaache. Ya mwisho inasema hivi, lakini mimi sitatiwa chini ya uwezo wa kitu chochote. Usitawaliwe na jambo au tabia fulani kupita kiasi. Unakuwaje? Yaani nikueleza tabia yoyote hata nzuri. Tulipokuja kwenye ibada, si tumekunywa chai? Si sawa jamani? Usiwe na ile mnaita nini ile, yaani bila chai uraibu. Uraibu. Haya, uraibu. Unaona mavitu mimi sina, ndio maana hata jina yake sijui. Bwana tusaidie sana. Yaani mimi napenda kahawa, hata mke wangu anajua. Lakini mimi sina shida na kahawa. Nikiwa nimeomba maombi ya siku 40 sigusi kahawa tena. Na sipati shida. Siwezi kuugua eti kwa sababu nimejitenga na kahawa. Ikija napiga. Ikiwa haipo naishi. Siwezi kukosa usingizi eti kwa sababu sijanya kahawa. Acheni hayo. Wewe una Roho Mtakatifu. Usiwekwe chini ya uwezo wa kitu chochote. Amina, amina. Amina, amina. Niwaache niwatandike. Usitawaliwe na kitu. Mdudu huyu anaitwa simu janja. Ujanja ni utapeli. Biblia inasema nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wengine. Ujanja ni ujanja. Simu nini hii jamani? Usilewe kwenye ibada. Wewe huwezi kukaa dakika 5 bila kufanya nini? Wewe dogo, umevikuta hivi. Baba yako wala hakuwa anavijua. Hata wewe umekuja hapa mjini ndio umenunua simu. Kwani hatuna habari? Ulikuja na kakimeo kanalia nchi. Usitubabaishe bwana. Mimi hii simu ni kubwa kubwa. Nimelazimishwa na Epafrasti. Wako natumai. Mimi sinaga maujinga ya kung'ang'ania mavitu. Mpaka niwe na simu ya ajabu. Ni kubwa. Walio ning'ang'aniza. Nitumai. Wako na huyu Epafrasti. Mzee nunua. Kwani nikiwa sina na simu likubwa ninapata shida gani? Usitawaliwe na kitu chochote. Jamani, naongea usitawaliwe na kitu chochote. Ishi maisha yenye furaha. Ufalme wa Mungu sio kula na kunywa, bali ni nini jamani? Furaha, amani na nini? Na Roho Mtakatifu. Simpigie Yesu makofi. Wamama, usio unabadilisha nguo kila wiki alafu unaitupa. Wewe mama, utavaa dunia utaiweza? Hata mkipenda nguo, msipende zaidi ya Roho Mtakatifu. Mpendeni Roho Mtakatifu. Jamani. Wadada, mnapenda nini sana niseme? Wigi. Wakaka wanapenda nini sana? Mnapenda nini? Suruali zisizo na mikanda. Tuishi hapo. Lakini kwa jumla, ukiishi Roho Mtakatifu akikaa ndani yako, lazima uishi maisha ya utakaso na kiasi. Wangapi wamenielewa? Mmenielewa
Kwa hiyo ukifanya hayo, Roho Mtakatifu ataendelea kuwa na wewe, utabarikiwa na utafanikiwa. Tumekula muda kwa faida, sio kwa hasara. Amina. Amina. Asante sana.